Kama unataka kuwa bora, basi yachunguze mawazo yako. Ukitaka kuwa bora zaidi katika maisha, anza kwa kuhoji na kubadilisha namna unavyofikiri. Maisha ya mtu mara nyingi huwa ni taswira halisi ya kile kinachoendelea ndani ya akili yake. Kabla haujaona matokeo kwenye maisha yako ya nje, kwanza kuna mchakato ambao huwa unatokea ndani ya mawazo yako. Mwandishi maarufu sana wa masuala ya maendeleo binafsi anaitwa Brian Tracy alishawahi kusema kwamba you become what you think most of the time, akiwa na maana kwamba unakuwa kile unachofikiria mara kwa mara. Yaani unakuwa kile unachokifikiria mara nyingi. Mawazo unayoyaruhusu ya kutawale kila siku ndio ambayo huwa yanajenga imani zako, maamuzi yako, tabia zako, na mwisho kabisa mawazo hayo huamua mwelekeo wa maisha yako. Watu wengi wanaamini kwamba ni kama wamelaaniwa fulani ama ni kama wana matatizo ya maisha, lakini mara nyingi tatizo kubwa lilojificha ni tatizo la namna unavyofikiria. Kwa sababu ukweli ni kwamba ubora wa maisha yako hauwezi kuzidi ubora wa fikra zako. Kwa maneno mengine, huwezi ukavuka kiwango cha mawazo yako, yaani haiwezekani kabisa. Kama akili yako imewekewa mipaka, hata fursa kubwa zikija mbele yako, unaweza usizione kabisa, au hata ukiziona, unaweza usiwe hata na uwezo wa kuzitumia. Mmoja wa walezi wangu wa maendeleo binafsi alikuniambia hivi, James, kiwango chako cha mafanikio hakiwezi kuzidi kiwango chako cha maarifa. Maneno haya yalinifundisha jambo moja kubwa sana. Ili maisha yako yapande kwenda hatua nyingine, lazima kwanza akili yako ipande kwenda kiwango kingine. Huwezi kutengeneza maisha makubwa kwa kutumia fikra ndogo. Huwezi kupata matokeo mapya ukiendelea kutumia mtazamo ule ule uliokufikisha hapo ulipo. Mabadiliko ya kweli huanza ndani ya akili kabla hayajaonekana nje ya maisha yako. Huwezi kuendelea kufikiria kama mtu uliokuwa leo halafu utegemee kuwa mtu ambaye unatamani kuwa kesho. Lazima kuwe na mabadiliko ya mtazamo wa akili. Ukuaji unahitaji namna mpya ya kufikiri. Fikra zako sio tu mawazo ya kawaida. Fikra zako ni programu inayoendesha maisha yako. Mchakato wako wa kufikiria sio tu mkusanyiko wa mawazo unaopita bila kuwa na maana. Kila wazo unaoliruhusu libakie ndani ya akili yako linakuwa kama agizo linaloelekeza namna unavyoiona dunia, namna unavyofanya maamuzi, na namna unavyoishi maisha yako. Kila kisingizio unachokitoa, kisingizio hicho kwanza kilitengenezwa ndani ya akili. Kama fikra zako ni dhaifu, maisha yako yataanza kuwa dhaifu. Kama fikra zako zina mipaka, matokeo yako nayo yatakuwa na mipaka. Ni muhimu sana kuhoji namna yako ya kufikiri, kwa sababu hii ni moja ya hatua kubwa sana za kujijenga kibinafsi. Lazima ujiulize kuhusu namna unavyofikiri. Ni aina gani ya mawazo ambayo yanatawala sehemu kubwa ya akili yangu kila siku? Kwa nini ninaamini ninachokiamini kuhusu mimi mwenyewe? Ni nani aliyonifundisha mtazamo huu? Je, hiki ninachokiamini ni ukweli kuhusu mimi, au ni maneno ambayo nimekuwa nikiyarudia kwa miaka mingi mpaka nimeanza kuyaamini? Je, imani hii inanisaidia kukua kufikia uwezo wangu mkubwa, au taratibu taratibu inanifanya nibakie kwenye kiwango cha kawaida? Maswali haya ndiyo yatakayotenganisha mtu anayebakia pale pale na mtu anayechagua kukua. Kuna mifumo mingi sana ya mawazo ambayo tumeibeba kwa miaka mingi sana bila hata kuichunguza. Baadhi yake imetokana na mazingira tuliyokulia, maneno tuliyoambiwa, kushindwa ambako tumepitia, na hofu ambazo tulijijengea. Lakini si kila kitu tunachokiamini lazima kiwe cha kweli, na ndiyo maana tunapaswa kuchunguza. Tunapaswa kuhoji kila fikra ambayo haitusaidii kwenda mbele. Akili inayokataa kurekebishwa ndiyo akili iliyojifungia kwenye kushindwa. Mtu anayekataa kujifunza, mtu anayekataa kubadilika na kupokea mawazo mapya, polepole mtu huyu huacha kabisa kukua. Kama unataka maisha yenye matokeo, lazima ujifunze kufanya ukaguzi wa namna unavyofikiria. Mara kwa mara ni lazima ujiulize, je, mfumo wangu wa mawazo unanijenga ama unanizuia? Kwa sababu mafanikio makubwa huanza pale unapokuwa na ujasiri wa kuhoji zile imani ambazo ulikuwa unazikubali kama ukweli, ili uweze kugundua kama kweli zina ukweli ndani yake au ni mipaka tu uliojiwekea kwa muda mrefu. Kwa sababu mara nyingi kizuizi chako kikubwa sio mazingira yanayokuzunguka. Mara nyingi kizuizi chako kikubwa ni aina ya uhalisia ambao akili yako imeukubali bila kuuliza maswali yoyote. Kumbuka jambo hili siku zote. Gereza kubwa zaidi duniani halina ukuta. Gereza kubwa zaidi duniani ni akili ambayo imeacha kujiuliza maswali. Kama unataka kuwa na mahusiano bora, anza kwa kuchunguza namna unavyowafikiria watu wengine. Kama unataka kufikia uhuru wa kifedha, anza kwa kuchunguza namna unavyofikiri kuhusu thamani, kazi, fursa, pamoja na uwezo wako wa kuzalisha thamani. Kama unataka kuwa na ushawishi mkubwa, chunguza namna unavyofikiri kuhusu uongozi na namna unavyowahudumia watu wengine. Kama unataka mafanikio, chunguza namna unavyolitazama swala la kushindwa. Je, wewe unaona kushindwa kama ndio mwisho wa safari, au unaona kushindwa kama ni somo la kukufanya uwe bora zaidi? Kama unataka kugundua kusudi la maisha yako, anza kwa kuchunguza namna unavyojiona wewe mwenyewe, kwa sababu namna unavyojiona ndio msingi wa namna utakavyoishi. Akili inayokataa kubadilika
huwa ni gereza linalokuzuia kukua wewe mwenyewe. Usiwe mwaminifu kwa mtazamo wa maisha ambao haukusaidii tena kufikia kiwango ambacho wewe unakitamani. Kuwa mwanafunzi wa fikra zako wewe mwenyewe. Zichunguze, zihoji fikra zako, zirekebishe, endelea kuziboresha, kwa sababu njia pekee ya kuwa mtu wa tofauti ni kujenga namna tofauti ya kufikiria. Maisha unayoyatamani yanamsubiri yule wewe ambaye yuko tayari kubadilisha kiwango chake cha mawazo. Changamoto nyingi ambazo watu wengi wanazipitia leo hii zinatokana na matatizo ya mtazamo wa akili ambayo hayajatatuliwa. Ninasema hivi kwa sababu ninashirikiana na watu wengi na nimeona namna ambavyo imani walizokuwa nazo kuhusu wao wenyewe ambavyo zinaweza kuwajenga au kuwazuia. Kama somo hili limekusaidia na umejifunza jambo jipya, nijulishe hapo chini kwa kugusa alama ya like. Usisahau kusubscribe, usisahau kufollow channel hii. Lakini pia unaweza kujifunza zaidi kupitia vitabu vyangu ambavyo vipo katika mfumo wa soft copy, yani ebook, kwa kuwasiliana kupitia namba hizi hapa: 0759 55 1270, 0759 55 1270. Na siku zote kumbuka, lolote lile utakaloliamini basi linawezekana kama utaamua kuchukua hatua.